Jenda Mtita TV. Jenda Mtita TV. Jenda Mtita TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Mambo mwana michezo, karibu ndani ya JR Mtita TV tuzungumze kimichezo. Mimi ni binti Paul Imelda Polo, nimekuja kumtembelea Zuberi Mkalaboko, miongoni mwa wadau wa michezo hapa nyumbani Tanzania. Atatupa kile ambacho alikitazama kwenye mchezo wa kwanza, mchezo wa robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mnyama tayari kwa nusu finali ya michuano hiyo. Tutaenda kuzungumza kipi ambacho kimefanya Simba kafuzu, ni uzoefu ama ubora wa kikosi chao. Tutaenda kuanzia hapa. Habari za siku leo? Safi, mambo vipi? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko poa. Umeona mnyama? Nimeona mnyama. Ana deni? Mnyama hana deni kwa sababu asingefuzu tungeshangaa. Al-Masry sio timu ya kuizuia Simba kufuzu. Kwa maana status wao na Simba hawana tofauti kubwa sana, lakini kwa ubora na uzoefu wa wachezaji wa Simba, kama wasingefuzu mbele ya Al-Masry ile, maana yake Simba ingetufikirisha sana. Al-Masry mchezo wa kwanza dhidi ya Simba walikuwa wazuri kupata matokeo, sio ubora wa mchezo. Simba walikuwa imara sana kucheza kitimu, lakini walikuwa na makosa ya kiulinzi ambayo yalifanya wapoteze mchezo. Lakini mchezo wa pili Al-Masry wakatuonyesha rangi yao. Hawakuja na kitu chochote kipya zaidi ya kuja kama walivyocheza mchezo wa kwanza. Fasiri yake ni kwamba Simba walikuwa wameimprove baadhi ya mapungufu yake na kuyafanya wapate ubora katika mechi hiyo. Na ukiangalia ndio unaweza kusema wazi kwamba Al-Masry waliingia kwenye chumba cha mtihani, peni imegoma. Unashindaje mtihani? Unafaulu vipi mtihani? Lazima ufeli tu. Lakini Simba wakatumia hilo gap na kuibadilisha matokeo na tulichokiona. Kwa hivyo Simba kutokumfunga Al-Masry tungeshangaa, kwa sababu hata mechi ya kwanza tulijiuliza wamefungwaje. Sababu walikuwa wameutawala mchezo kwenye maeneo makubwa, isipokuwa walikuwa na madhaifu kwenye masuala ya kujilinda na kumalizia nafasi. Na hata tulivyokuwa tukikosoa tulikuwa nasema Simba ni kama walienda kunywa dawa bila kupima. Kwa sababu namna Al-Masry makosa yao na vile wanavyocheza na Simba ambavyo walishindwa kupata matokeo kule Misri, tulishangaa wengi. Lakini hiki walichokifanya ndio tulichotaraji, kwa sababu tuliamini kama waliweza control mechi, ukushinda mechi, tafsiri yake ndio tukao angalia mbinu za kushinda mechi. Na ndio maana unaweza kuona jana Simba nyororo lile walilipaka glisi, ndio ambayo ikawapa matokeo ambayo tumeyaona. Kwa hivyo ni mechi ambayo haikuwa na upinzani mzito Simba kwa Al-Masry. Haikuwa mechi ambayo imewafanya Simba iwashughulishe, ila watu walikuwa wanataka kuona Simba wanashindaje kuliko kuona Simba wanafungwaje. Nadhani ni mtu ambaye alikuwa hajaangalia mechi ya kwanza kwa kujua Simba mapungufu yalikuwa wapi. Wengi tulishangaa, umeshindaje kushinda mechi ambayo kiuhalisia maeneo yenu muhimu mlikuwa nyinyi? Ni kwa sababu ya madhaifu, lakini wameboresha madhaifu yao, wameshinda mechi dhidi ya Al-Masry. Kwenye maboresho ni wameanzia sasa kumweka Ateba nje na kumwanzisha Mkwala. Bila shaka, unajua utofauti wa Ateba na Mkwala ni uwezo wa nani ni kilainishi. Mkwala ni mshambuliaji kilainishi ambaye akikaa eneo la mwisho anakaa kwenye maeneo sahihi ambapo mpira itaweza kumfuata. Anakaa kwenye maeneo sahihi ambako washambuliaji anakaa kwenye eneo sahihi. Bahati mbaya Lionel Ateba anacheza kama mshambuliaji msaidizi. Yeye anaingia kwenye kushiriki kutengeneza mipira mingi, kwa maana kulinka play zaidi kuliko kukaa eneo la mwisho ambapo anakuwa focal point of attack. Sasa unapokuwa specific man kwenye eneo la mwisho, yako maeneo unaweza kuwa sehemu ya mchezo, yako maeneo unatakiwa umalizie mchezo. Sasa hayo maeneo mawili ndio yanashindwa kumtofautisha Mkwala na Ateba, kwa sababu uzuri wa Mkwala, eneo ambalo anatakiwa amalize mchezo anaonekana, eneo ambalo anatakiwa awe sehemu ya mchezo anaonekana. Lakini Ateba wana nyingi anaonekana sehemu ya mchezo, muda mwingi anapambana na walinzi, maana yake ni mzuri kulika play, lakini ni asili ya nafasi alizokuwa anacheza kwa nyuma. Ateba maeneo mengi alikuwa anacheza, anatumika kama winga, anatumika kama kiungo, mtu advanced playmaker, mtu ambaye anacheza nyuma ya mshambuliaji. Kwa kumweka kama mshambuliaji wa mwisho, haachi tabia yake ya asili ya kuwa sehemu ya mchezo muda mwingi, baada kuna wakati mwingine kuwa sehemu ya kumalizia mchezo. Ndicho ambacho kimetofautisha. Na mechi kama ya jana ilikuwa inahitaji mtu ambaye anakaa kwenye maeneo sahihi tu, kwa sababu Simba ilikuwa imeshika flow ya game, freest of attack, kwa maana ule utiliko mzima wa kutengeneza mashambulizi kwa ndani ya eneo lao. Sasa walikuwa wanahitaji nani Simba? Walikuwa wanahitaji mchezaji kama Mkwala ambaye atakuwa anakaa kwenye maeneo sahihi, kwa sababu tayari timu imecontrol pressure mechi. Ndicho ambacho nilikiona. Mwalimu amekuwa akilalamikiwa sana kwenye kufanya mabadiliko. Wengi ukiona kama dakika zikienda wanatamani kuona damu mpya ama nguvu mpya ikiwa inatokea benchi. Wao unaliona ni mwalimu anashindwa kuwaleta wachezaji wengine wapi ama wale waliopo kwenye kibenchi ubora waliopo ndani ya uwanja? Mimi nadhani watu wawe na heshima mpango wa mwalimu kwenye mechi. Sababu akifungwa lazima mlalamkie kocha. Kwa hiyo jana wanataka acheze cha Sambi sio? Kwa ngoja wanataka acheze cha Sambi sio? Kwani cha Sambi hawamjui? Si mchezaji wa Simba. Sawa, hawamjui Barua, hawamjui. Mashabiki waache unafiki wa Simba. Kwa hiyo jana mwalimu kakosea nini jana? Kuna wakati mchezaji aliyechoka bala baki wewe kuliko alikuponja kiingia mule ndani. Aina ya mechi na ugumu wa mechi. Wote hao wanakuwa wanafuki. Kocha akijaribu kubadilisha mtu, bora Kibu.
Kibu alikuja kwenye msimu akiwa hana fitness. Kajaribiwa Mutale kwenye nafasi yake. Kajaribiwa Chasambi kwenye nafasi yake. Juzi Kibu hapa anaumwa. Tumeona mechi Simba alivyopitia wakati mgumu. Kwani sare na Fountain Gate si Kibu alikuwa yupo? Chasambi akuwepo ile mechi. Wasijifanya wanafiki wa mashabiki mpira wa nchi hii. Kwani unakuwa na unafiki? Lazima utafute kasoro. Kasoro wapi? Na ndio maana wanataka hata Simba washambuzi tuwe mashabiki. Leo ukisema timu yao nzuri ikiwa nzuri wanafurahi. Kesho ukisema mbaya na matatizo watakwambia mkigeugeu. Sisi sio nyinyi. Kwa wanachukua wanatakaje? Chasambi afanyaje sasa? Coach jana ukiangalia uzito wa ile mechi, nani? Nakuuliza. Kwani unafikiri kipindi cha pili Simba ameteseka kwa sababu gani? Alitoka nani? Ngoma. Akaingia nani? Awesu. Akaingia nani? Nauma. Kilichofuata ukijui. Awesu anachezea mpira. Ngoma anachezesha timu icheze mpira. Timu kashindwa control pressure kama ile. Ikawa inashambulia lakini sio kama ilivyokuwa inashambulia mwanzo. Si ni mabadiliko. Lakini angalia wale Almasi mabadiliko waliofanya. Wakarudi kwenye mfumo mzuri wa mchezo na kupata umbo la timu yao kucheza. Wakati mwingine tunaangalia wachezaji walioko kwenye benchi wana uwiano. Ndio maana nasema mashabiki kwa wakati mwingine wanaongea kwa hisia tu. Ni kweli mnataka Chasambi acheze, wanakuja Stellenbosch aanze Chasambi akaembele akaibe benchi Kibu. Si ndio kikosi wanachokitaka? Haina maana tumheshimu Chasambi, lakini lazima ukubali mechi ile Simba wameshinda nao wachezaji wao wenye uzoefu mkubwa. Kibu Dennis, Fabrice Lwambangoma, Shomari, Shabalala, hata huyu mnayemuona Kamara kacheza CAF Champions League yule. Ana uzoefu. Fabrice Lwambangoma ndio alikuwa anawatuliza hawa. Haya ubora wa Canadian Pass. Unajua wakati mwingine timu ilishinde inahitaji stylistic dynamism. Lazima ibadilishe mtindo wa kucheza. Mechi iliyopita Simba tulikiri wazi. Simba ilicheza kama timu. Ilikosa uwezo wa mtu binafsi kupata matokeo. Kwa sababu kwenye mpira wa miguu anayefunga goli ni mtu. Kwa hiyo walikosa ile tunasema individuality. Ndio ilikuwa iko chini. Individual performance. Jana tumeona limefungwa goli la uwezo binafsi wa mtu Lela Mpanzu, limefungwa goli la muundo wa kitimu ambalo alifunga Lionel Ateba. Tafsiri yake ni kwamba timu ili improve somewhere. Sasa timu imeweza kupata matokeo, unaweza kulalamika hapo, anachelewesha kufanya sababu. Amuingize nani? Walioingia simeona timu ikabadilika. Tafsiri ya kikosi kipana hamna. Kikosi kipana kitokea wapi? Kikosi kipana wana wachezaji bora sana ambao hawatofautiani viwango. Simba bado wana wachezaji ambao hawatofautiani viwango. Wanaoanza ndio mnashukuru Mungu wao wamalize. Wasipokuwa kwenye fitness yake unajiuliza alikopo nje akiingia nini kitakuwaje. Na wao kwani hawajui. Kwa hiyo mlitaka ingie nani katika kile kikosi? Kwa sababu hawa ndio wachezaji wenu bora. Ile ndio winning 11 na wamepata matokeo. Mechi ijayo muombe kocha aanze na Chasambi. Kibu akae pembeni. Tafsiri ya nguvu moja, mshikamano ambao ulikuwa unaimbwa sana kuanzia nje ya uwanja, umeuona na umelipa kwa siku ya jana. Simba wameifundisha Afrika, wameifundisha dunia kwa hamasa na mshikamano. Simba wameifundisha dunia na Afrika kwa hamasa na mshikamano. Nje ya uwanja, ndani ya uwanja, pamoja na mazingira ya kucheza. Ule ndio ukubwa. Timu lazima iwe inaweza kupambana na saikolojia ya wachezaji, ya timu na mazingira kama yale. Wazee, vijana, viongozi wao wa kale wote waliungana kuipigania timu yao. Na unaona kwa mara ya kwanza Yanga Africans waliwatelekeza Almasi licha kualikwa kwa sababu ya nguvu ya Simba. Yanga Africans wamewatelekeza Almasi bila licha kualikwa kutokana na nguvu ya Simba. Simba jana hujaona nguo ya njano mule. Wametoa tamko zito. Mtu unajiuliza nikienda nguo ya njano mimi nitatoka mule. Umeaga familia yako. Umeaga familia yako. Na wamesema kuanzia CEO ile ndio umoja na ubaya ubwela. Sasa Simba wametufundisha. Maana hata Yanga Africans kwenye michezo ya kimataifa na wao wasitafute mtu aenda kushobokea dundo. Jana walikuwa wataki mtu ashobokee dundo. Hivyo angelegeza hivi ingekuwa ingelegeza watu wangeshangilia mule, shule ingeharibika ile. Almasi singepata nguvu. Na walijua hiyo. Yanga Africans wamepigwa mkwara, watu hawajaenda. Lakini wangeacha watu wangewapokea na makanzu. Wale Waarabu wangekuwa kama kwa maborebore Kilosa. Wangecheza kama wako kwao hapa. Sasa bahati nzuri ni kwamba ni ule umoja na mshikamano ulioonyeshwa na Simba Sports Club. Kuanzia viongozi wao, mashabiki wao, wapenzi wao na mazingira ya mechi. Na Almasi wamefungwa na nguvu kubwa nje ya uwanja. Lakini angalia, kwa mara ya kwanza mashabiki wa Simba walikuwa vibrant sana. Wanashangilia mechi ya mpira wa miguu, hawashangilii matukio kama ambavyo tulikuwa tukiwalaumu. Ule ndio ukubwa. Watu washangilie mechi ya mpira wa miguu. Na wachezaji wanao. Na utaangalia wakati imefika penalty shootout, nikasema Simba wanashinda kwa sababu Fadwaman Davis anawaambia mashabiki nendeni upande wa goli kule. Nendeni. Ule ndio ukubwa na mashabiki wanafuata. Maana yake wote ilikuwa la moja. Hii mechi ni special kwa mashabiki wote wa Simba na management yao. Wameshinda pamoja. Simba wameshinda pamoja. Mashabiki, viongozi na wachezaji. Wakiendelea na safari hii kwa mshikamano huu, finali watafika. Stellenbosch
ndo anakutana nao kwenye hatua ya nusu finali mara baada ya kufunga safari ya robo finali. Wao walikuwa wanalia kwenda nusu finali. Nadhani ni hatua nyingine. Sasa hivi Simba tunazungumza kwa nusu finali. Stellenbosch ni timu ngumu ambao tunafanana nao mambo mengi. Fadlan Davis raia wa Afrika Kusini. Kwenye kikosi cha Simba wako wachezaji ambao wamecheza ligi ya Afrika Kusini kina Brother Kamza. Na namna wanavyocheza Stellenbosch wanafanana na Simba tabia. Wote ni timu ambazo zinatawala mchezo. Zote ni timu ambazo zinajilinda sana pamoja, wanasema collective mentality katika kudefend. Wanapenda kushambulia pamoja, wanapenda kujilinda pamoja. Wote wana articulate kwa kupiga pasi fupi fupi, wanasafiri wanaondoka eneo kubwa la kiwanja wanacheza. Sasa tabu inakuwa ni namna ambavyo timu hizi zimefuzu ndio zinatupa mechi ngumu. Simba amefuzu akiwa nyumbani, Stellenbosch kafuzu ugenini. Nyumbani alisuluhu, ugenini kashinda. Simba ugenini kafungwa, nyumbani kashinda. Na mazingira ya soka la Afrika mtu anaamini ugenini nyumbani atafanya hata fiti na ashinde. Ugenini liwalo na liwe. Sasa Stellenbosch wameonekana wameweza kuvuka vikwazo vya Zamalek bingwa mtetezi. Stellenbosch kamtoa bingwa mtetezi. Wanakuja kucheza na Simba Sports Club. Stellenbosch sio mechi rahisi kwa Simba. Stellenbosch sio kama Al Masry. Simba wazuri sana. Wana wachezaji wazoefu. Mechi na Stellenbosch wana mechi. Simba na Stellenbosch wana mechi. Inakuja ndo mechi hii haikuwa. Ndo mechi. Ndo mechi. Stellenbosch na Simba ni mechi. Kwanza tunafanana ukanda. Wote tunaweza kupambana. Wote tunatoka ukanda mmoja, lakini wenzetu wanatoka ligi ambayo imechangamka sana. Leo unazungumza South Africa, wana timu 3. Wako wao Mamelodi, wako Orlando Pirates, wako Stellenbosch kuna shirikisho. Tafsiri yake ni kwamba ligi yao ndio iko kwenye peak sasa hivi. Na tukumbuke rais wa mpira wa Afrika anatoka kwao. Ligi yao imechangamka. Michuano ya Afrika sasa hivi wanaitolea macho. Zamani ilikuwa haina mapato kama ilivyokuwa ligi yao. Kulikuwa na wakati wanachukua timu za vijana ndio kucheza michuano ya Afrika, wanabaki kucheza ligi yao kule. Sasa hivi wameitolea macho. Kwa hivyo iko mechi ngumu mno kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch. Mashabiki wa Simba, viongozi wa Simba, yale mlioyafanya mechi dhidi ya Al Masry ya nje ya uwanja na ndani ya uwanja mfanye mara mbili yake dhidi ya Stellenbosch. Maana yake wake up call. Hawa wameshinda na Zamalek ugenini. Hawa kwao na Zamalek na ukubwa wake wametoa suluhu. Sasa kipiga hesabu kwao wametoa suluhu ya bila kufunga na wameenda kumfunga Zamalek ugenini. Unafikiri hapa Dar es Salaam wana kazi ya kufanya hapa? Na sisi tuna uzuri mzuri, tuna rekodi nzuri. Timu za South Africa tunapata wakati mgumu sana kucheza nazo. Sio kwa Simba, sio kwa Yanga msimu uliopita. Kwa hiyo mechi dhidi ya Stellenbosch natamani kuona Simba ije tofauti zaidi. Ni mechi ngumu kuliko ya Masry. Ndio mabadiliko yaanzie hapo. Yani utulivu uje hapo. Uwezo wa kufanya matokeo wanao, lakini nataka utulivu sana. Mechi ya nyumbani ya Stellenbosch ndio itatoa ramani ya Simba. Lakini mkitoka hapa nyumbani hapa kidude kimengangania kwenye koo, lazima mkapata aibu ya mwaka. Nadhani ni mechi ngumu. Ya Stellenbosch na Simba sio mechi rahisi. Watu wanaodhani kwamba ni mechi rahisi, hapana, watakuwa na kama Zamalek ameondoka watu wakashangilia sehemu ambapo nilikuwa natazama mpira. Ondoka Zamalek unashangilia. Aliyemuondoa Zamalek ndio muogope. Unakutana Mhofia Zamalek. Zamalek walikuwa wanahofia jina. Kwani hata Al Masry watu wanaangalia jina. Al Masry hakuwa na performance ya kumsumbua Simba. Tulishangaa Simba kwa nini ya kushinda kule kule. Yaani alichelewesha kuzika tu Simba. Alishaua. Alichelewesha kuzika. Yaani Simba kwa Zamalek wamejipa kazi wao wenyewe kwa Al Masry. Kwa hiyo Stellenbosch ndio kipimo. Kama anatolewa Zamalek ambaye wewe unamuogopa, alafu utamwonaje huyu mwepesi? Mbaya huyu usiyemjua. Usiyemjua kaja alafu anaweza. Mechi ngumu sana, mechi ngumu. Lakini Simba wakiishi hapa, tukimalizia Zuberi, wakiishi hapa mafanikio yao, maana ndio wao walikuwa wanalia na nusu finali, kuvuka kwanza hizo robo finali. Wanaweza kuwa wamefurahi lakini hawajaridhika. Kwa sababu Simba wanatakiwa wafike finali na wachukue kikombe ili watupe ubora ambao kwa Yanga Afrika si hakuna. Nadhani pia mimi natamani kuwaona finali na wanaweza kufika finali. Kama wakiishia hapa sio kitu kizuri sana, wanaweza kuwa wameridhika lakini hawajafikia malengo. Na Simba kwenye michuano hii kubwa kwa ukubwa wao ni kuona wanafika finali. Na ambao mimi nadhani kwenye football yote inawezekana. Ndoto za tajiri zitakuwa zimetimia. Wakifika finali. Ubingwa wa Afrika atakuwa amefikia malengo. Maana ndio kukua kwa timu zetu. Na hii ndio development ambayo iko kwenye timu zetu. Ndicho. Shukrani sana. Nashukuru sana. Mtazamaji wa Mtita JR, nilikuwa nazungumza na Zuberi kuhusiana na wekundu wa Msimbazi mara baada ya mchezo wao robo finali kumalizika. Sasa wameanza maandalizi mapya kwa ajili ya nusu finali. Endelea kusalia na sisi hapa tutakuwa tunakuletea taarifa mbalimbali za michezo. Mimi hapa ni Binti Po Imelda Po. Inawezekana ukajiuliza
hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.